katika mchezo wa leo? Well, zilikuwa dakika 90 nzuri, dakika 90 ambazo tumepata burudani ya soka la championship na soka la ligi kuu Tanzania bara. Unajua Mbeya City nimewapenda. Cha kwanza waliingia na mpango kazi wa kuheshimu Simba Sports Club. Ukaona wapo kwenye low block kuhakikisha kwamba katikati wanakuwa wapo compact, Simba wasipige pasi ambazo zitaleta madhara. Well, walifanikiwa kwa dakika za mwanzoni, lakini kwenye mpira sitaki kuamini kama Mbeya City walikuwa na mpango kazi wa kuanza kupata goli kwenye dakika za mwanzoni, lakini wakafanikiwa kupata goli la mapema sana. Shukrani ziende kwa mshambuliaji wao Mdathili Abdalla, miongoni mwa vijana wenye nguvu na talenti kubwa. Ni Mzanzibari yule, na hata jana kwenye kipindi nilimzungumzia. Miongoni mwa wachezaji hatari kwenye eneo la mwisho ni yule Mdathili pamoja na Mwani Tobias, mshambuliaji ambaye mwezi huu kwenye tuzo za mwezi wa 3 za mchezaji bora kwenye michuano ya championship yeye ndo ameichukua. Baada ya kupata lile goli, kuna namna ni kama walijisahau, wakazani ni tayari wanaweza wakaihimili Simba Sports Club, wakatoka kwenye shepu yao ya ulinzi. Nikamuona Peter Mwalianzi akitoka kwenye ile low block akaanza kupanda naye kuhakikisha kwamba anaenda kutengeneza nafasi kwa mawinga wake na washambuliaji wake kuweza kufunga. Sasa kwa bahati mbaya wakasahau Simba ile kuna namna ambavyo wanaweza kukufunga kila aina ya magoli. Unajua mkubwa ni mkubwa, mtu tayari akishakuwa na winning mentality kichwani mwake, kuna namna ambavyo anatumia nguvu yoyote kwenye kufunga. Magoli mawili ya haraka, Lionel Yateba na Fabrice Ruamba Ngoma. Unaona kuna namna ambavyo safu ya ulinzi ya Mbeya City ikiongozwa na Mwasa hawakuwa makini kwenye kukaba man to man marking. Yes, walifanikiwa kukaba kwenye zone marking. Simba wakabadilisha attacking style, wakawa wanapiga cross. Je, man to man marking, kuwini aerial balls mnaweza? Ndo maswali magumu ambayo wameulizwa. Magoli mawili yale ya haraka yakaja kuwatoa mchezoni. Simba akaja kuimiliki mechi. Well, Simba wanapoimiliki mechi, wachezaji wa Simba ambao wapati namba kwenye kikosi cha kwanza, ukaona jinsi gani ambavyo wakawa wanafunguka. Rada Kichasambi na Joshua Mutale Budo. Amefunga goli zuri sana Joshua Mutale. Goli alilofunga Joshua Mutale ukimuonesha wakala wote au maagent wanaosaka vipaji barani Afrika atakwambia yes, namhitaji huyu mtu. Amteni Yuisa. Nimeongelea goli alilofunga Joshua Mutale Budo. Ukimuonesha agent yoyote kumwambia bwana, this is my guy, look at him, muangalia anachokifanya. Ile clip ukiichukua utasema yes, tunahitaji mchezaji wa namna hii. Kwa hiyo kuna namna ambavyo inamsaidia kurudisha confidence yake. Unajua Mutale kiwalisia hayuko sawa kisaikolojia, kwa sababu ni miongoni mwa sajili ambazo ziliongelewa ndani ya Simba Sports Club. Walisajiliwa wakina Dibla Fernandez Mavambo, wakina Akajefa, lakini kuna namna ambavyo usajili wake ndio ulishamili kwenye vichwa vingi vya habari hapa Tanzania. Kwa hiyo niwapongeze Simba Sports Club, wamedeserve ushindi. Vile vile niwapongeze Mbeya City, kuna namna ambavyo walijitahidi kuuliza Simba Sports Club maswali magumu na kufanikiwa kupata goli moja zuri sana likifungwa na Niko. Unataka kuniambia lile goli tukimuonyesha mtu anayesajili pale Ahali nini, ukimuonesha mtu ambaye yupo kwenye kamati ya sajili ya timu nyingi barani Afrika, atakwambia namhitaji huyu mtu. Ile goli ameanza nalo mbali. Kuna namna ambavyo timu gani? Yaani tutajie walau timu moja. Samaleki, Ahali, Mamelodi, Isa unamwembwe. Basi tuseme scout wa Yanga. Bwana Sauni Nicholas Ngiliule akizungumza namna gani ambavyo ameziona dakika 90 katika mchezo wa siku ya leo, robo finali ya FA, mchezo ambao umepigwa katika uwanja wa KMC Complex pale Mwenge jijini Dar es Salaam na kumalizika kwa mabao 3-1. Joshua Mutale Budo akifunga bonge moja la bao, na ndio hilo ambalo alikuwa analizungumza hapa Nicholas Ngiliule. Dakika ni 14 pekee kabla ya kufika majira ya saa 12 dakika 30 ambao kwa namna moja ama nyingine wamejikakamua hivi. Walikuwa na uwezo wa kufanya zaidi ya kile ambacho walikifanya katika mchezo wa leo. Uwezo wa Mbeya City kufanya zaidi ya kile ambacho amekifanya leo ulikuwepo. Yaani unaamini wangeweza kupata sare ama ushindi kwa Simba? Ushindi sio kwa 100%, sare wangeweza kujipapatua, lakini sasa ujue
kitu ambacho kimekuja kutokea ni kwamba tayari walikuwa washajijengea confidence ya kwamba wana uwezo wa kubato nao, kwa namna ambavyo historia yao imekaa kidogo na timu za ligi kuu kwa mpaka wanafika hii stage. Ndio. Kuna jinsi ambavyo walikuwa tayari mpango kazi wao wameuweka kinidhamu kidogo, lakini wakiamini kuna kitu wanaweza kukifanya mbele ya Simba, na hicho kitu tumekiona sote. Hatuwezi tukasema Mbeya City haijacheza mpira. Kuna namna ambavyo quality ya wachezaji imezidiwa tu, na wachezaji wa Simba wamekuwa na quality ya juu zaidi kuliko wachezaji wa Mbeya City, lakini ile namna ambavyo wameapproach mchezo, namna ambavyo wameingia kucheza zile dakika 90, unaona kabisa ni watu ambao sio kwamba wamekuja kwa ajili ya kupaki basi. Tunaamini kwamba wachezaji timu nyingi au vilabu vingi ambavyo vinatoka ligi daraja la kwanza au championship vinakuwa tayari vina mentality ya kwamba sisi uwezo wa kuwafungua Simba kuwafunga ni mdogo sana au haupo kabisa. Kwa kitu ambacho wanakifanya ni kutengeneza mazingira ya wao kuweza kubaki nyuma, kupaki basi, and then wanatengeneza zile counter attacks. Wanaweza wakajiamini katika eneo hilo, lakini Mbeya City hawakuwa hivyo. Hatujaona wanatengeneza counter attacks. Wametengeneza mazingira mazuri ya wao kuweza kuwafungua Simba kufika eneo la mwisho, na wamefanikiwa mara 2-3 hivi, even though hawajafanikiwa kuattempt mara nyingi katika lango la Simba. Maana yake ni kwamba wangefanya hicho ambacho unakizungumza, kupiga counter attack na kuheshimu zaidi Simba, ndio walikuwa na uwezo wa kupata sare. Hivi walivyocheza tayari walikuwa wana nafasi ya kuweza kupata hata sare na Simba. Ila sasa shida ambayo imekuja kuwasumbua wao mpaka wasifanikiwe ni hasa baada ya kuweza kufanikiwa plani yao ya kwanza ya kupata goli. Baada ya wao kufanikiwa kupata goli Mbeya City, kuna namna ambavyo walishindwa kuelewa namna ambavyo wanaweza wakacheza na timu kubwa kwa nyakati kama zile. Ikumbuke unapokutana na vilabu vikubwa kama Simba, Yanga ambavyo mentality yao iko go positive kwenye kushinda tu, the way ambavyo unawafunga goli, akili yao inachowaza sasa muda huo sio kucheza tena mpira. Unaweza ukacheza na Simba na Yanga au Azam wakaamua tu kucheza mpira, lakini wakati ambapo unawafunga goli ni kama umewachokoza. Maana yake ni kwamba umakini ambao unauweka baada ya kumfunga Simba ni umakini ambao unatakiwa uwe mara 2 zaidi ya ule ambao unakuwa hamjafungana wewe na Simba. Kwa hiyo kitendo cha kuwatangulia tu Mbeya City ilibidi nidhamu yao iongezeke. Sasa namna gani approach yao ilikuwa kwa wachezaji wa Simba baada ya kuwafunga wao Simba? Kitu ambacho kilitokea pale ni kwamba wao waliamini tuna uwezo wa kukaba mchezaji, kila mmoja akagawana kipande kwamba mimi sasa nitadili na fulani, mimi nitadili na fulani. Lakini cha kushangaza ni kwamba Simba walilielewa hilo na wakaamua kutengeneza nafasi za wao kuweza kuelekea katika eneo lao, and then kutumia crosses. Zimepigwa cross 2, tayari goli limeitika, tayari goli moja Fabrice Ngoma anaweka. Kwa maana yake hata Simba wenyewe walielewa approach yao itakuwa vipi. Watatukaba man to man au wataamua, kwa sababu wao hawana ile quality players ambao wanaweza kusema yes tunaweza tukakabia juu and then tukatengeneza mazingira solid kwa wao kutoka nyuma katika eneo lao. Lakini hata kipindi cha kwanza kilipokuwa kinaanza, bado Simba haikuwa na wale wachezaji ambao unaweza ukaamini kwamba wanapowavutia wachezaji wa Mbeya City kuja katika eneo lako, basi kuna sehemu ambapo unaweza ukatupa ile mipira ikaenda kuleta madhara kwa 100%. Nafikiri sehemu ambayo walikuwa na uwezo wa kutumia njia hiyo au mbinu hiyo wakafanikiwa ilikuwa ni kwa Valentino Nouma, ambaye na yeye end product yake ni crosses. Hatuwezi tukamwona Valentino Nouma kwa 100% akiperform kwenye kutengeneza mashambulizi aidha kwa kushuti mwenyewe au vipi. Kwa hiyo approach ya Simba ikafanikiwa kujibu mapema kwamba tayari tumeruhusu goli. Kitu ambacho tunatakiwa ni ku-maintain ile pressure ambayo tumeipata baada ya kuruhusu lile goli. Kwa hiyo namna ambavyo Simba waliweza kureact kwa haraka kwa kile ambacho kimetokea dhidi ya Mbeya City ndio kitu ambacho kimewaangusha Mbeya City. Sawa, hicho ndicho ambacho kimewaangusha Mbeya City katika mchezo wa siku ya leo ambao wamepoteza wakiwa ugenini. Dakika ni 7 pekee kabla ya kufika saa 12 dakika 30 ambako kuna pesa shilingi 50,000 na kwenda kutoka kwa watu 35 tofauti. Inawezekana unajiuliza namna gani ambavyo unaweza ukacheza na kuwa miongoni mwa wale washindi. Ni rahisi sana. Kama unatumia Halotel, bonyeza nyota 150 nyota 88 alama ya reli, chagua namba 4, lipia bili, chagua namba 4, kisha weka namba ya biashara ambao ni 553111, namba kumbukumbu ni 333 ama neno bongo, kiasi ni shilingi 1000. Weka namba yako ya siri hapo, itakuwa tayari umecheza. Ukiwa unatumia Airtel, bonyeza nyota 150 nyota 60 alama ya reli, chagua namba 5, lipia bili, chagua namba 4, kisha weka namba ya kampuni ambao ni 553111, namba kumbukumbu ni 333 ama neno bongo, kiasi ni shilingi 1000.
weka namba yako ya siri hapo, itakuwa tayari umecheza. Wewe ambao unatumia Yasi, bonyeza nyota 150 nyota 01 alama ya reli, chagua namba 4, lipia bili, chagua namba 3, kisha weka namba ya kampuni ambao ni 553111, namba kumbukumbu ni 333 ama neno bongo, kiasi ni shilingi 1000. Namba yako ya siri hapo, itakuwa tayari umecheza. Na maliza nayo unatumia Vodacom, wewe bonyeza nyota 150 nyota 00 alama ya reli, chagua namba 4, lipa kwa M-Pesa, chagua namba 4, kisha weka namba ya kampuni ambao ni 553111, namba kumbukumbu ni 333 ama neno bongo, kiasi ni shilingi 1000. Weka namba yako ya siri hapo, itakuwa tayari umecheza. Alafu tulia tu kuona namna gani ambavyo unaweza kuwa miongoni mwa wale washindi. Kumbuka kwamba vile ambavyo unacheza mara nyingi zaidi, unajiongezea nafasi ya kuwa miongoni mwa wale washindi. Lakini usisahau ya kwamba dakika 6 kutoka hivi sasa tunavyozungumza na kwenda kutoka pesa na shilingi 50,000 ya bonus kutoka pale kwa Mshua, ambao unakwenda kudondoka kwa watu 35 kutoka kwako. Namna ambavyo umeona nini kimepelekea Mbeya City kushindwa kutamba leo mbele ya Simba, ni ubora walio nao ama kuna sehemu hasa ambayo umeikosea? Ni issue ya ubora tu. Unajua Simba wamekuwa na timu bora sana. Hata wachezaji ambao wanakaa benchi Simba wanaweza wakapata nafasi ya kuanza kwenye kikosi cha Mbeya City. Ndio. Na wamezidiwa quality kuanzia kwenye benchi la ufundi, lakini pia mchezaji mmoja na hata kitimu. Na ndio maana utaangalia Mbeya City walipata bao zuri tu kupitia kwa Mudathiri Saidi, ambapo alifanikiwa kuwatoka walinzi wa klabu ya Simba. Ndiyo. Na Abdul Razaki Hamza pamoja na Shamuka Rabwa. Baada ya kuwatoka makosa waliyofanya, akafunga goli zuri, lakini lile goli halijadumu. Goli halijadumu kwa sababu ya timu yenyewe wanaocheza. Mbeya City walikuja na low block kwamba wao wamekubali kupaki basi, wanamsubiri Simba aje baadaye wafanye counter attack, lakini walikuwa hawana wachezaji bora ambao wangewasaidia kwenye counter attack. Na pia hata kwenye kuzuia kiukweli ilikuwa ni changamoto kwa upande wao. Ukiangalia bao la kwanza la Fabrice Luambangoma, ni makosa ya safu ya ulinzi ya klabu ya Mbeya City. Walishindwa kuruka mpira wa juu, Ngoma akaja akafunga kirahisi tu. Lakini utaangalia goli la pili la Lionel Christian Ateba, anapiga mpira wa kichwa pembeni ya mabeki bila kuzongwa. Kwa hiyo wamefungwa magoli mawili ya aina moja, kuanzia upande wa crossi, lakini pia kuanzia namna ya mipira ya vichwa jinsi ambavyo imepigwa. Lakini utaangalia bao la tatu ambalo anakuja kulifunga Joshua Mutale, amewapita walinzi wawili, anachagua engo nzuri, anafunga. Kwa hiyo ni levels ndio kitu ambacho kimeamua mechi hii, kwa sababu plani ya Mbeya City ilikuwa nzuri, bwana sisi tupaki basi lakini tufanye counter attack. Endelea. Ulikuwa unazungumza kuhusu goli la kwanza, natamani nisikie pia kutoka hapo na lile la Mbeya City, bao pekee la Mbeya City, namna ambavyo wamefunga. Nini kimepelekea tuseme ni uzembe wa mabeki wa Simba ama shida ilikuwa wapi? Pale ni kukosekana kwa mawasiliano kati ya Abdul Razaki Hamza pamoja na Shamuka Rabwa, kwa sababu ukiangalia Mudathiri Saidi alipokea mpira, wale walinzi wakiwa mbele yake wawili, wakati anajaribu kumtoka mmoja, walinzi wote walikwenda wakamfuata yeye. Akapiga chenga, akawatoka wote kwa pamoja. Mnavocheza walinzi wawili, inatakiwa muwe na mawasiliano. Wakati mmoja anakwenda kukaba, basi mwingine akae free. Sasa wao wote wawili walikwenda kukaba, na mazingira kama yale ukimkuta mpiga chenga mzuri, mnaweza kujikuta nyie mnagongana mpaka mnadondoka. Lakini pale ni ubora wa Saidi Mudathiri, lakini kuna mapungufu ya safu ya ulinzi. Walikosa mawasiliano mazuri kwamba nani akakabe, nani abaki free. Kitu ambacho kimempa mwanya Mudathiri Saidi kuwapita na kwenda kufunga. Kwa namna hii, mbona kama safu ya ulinzi ama mabeki wakati wa Simba wamekuwa na makosa mengi sana? Maana hata Shemalon ameonekana pia akifanya hivi. Shemalon alifanya kosa individual, yani yeye kama yeye. Lakini kosa la leo ni kosa la timu, yani ni wachezaji wote wawili. Wao wote ndio wamefanya makosa na wamekosa communication kati yao. Lakini Shemalon, yale makosa ambayo aliyafanya, kwa mfano kama lile bao
ambalo Simba walifungwa dhidi ya CS Sfaxien pale uwanja wa Benjamin Mkapa, amerudisha back pass ambao yeye back pass ile imekuja kudakwa na mshambuliaji. Kwa hiyo yale ni makosa ya beki mwenyewe. Ukiangalia tabao ambalo Simba walifungwa kwenye sare ya bao 1-1 dhidi ya Bravos Domaquiz pale Angola. Shemaloni pia alikuwa anapiga back pass. Kwa hiyo yale ni makosa ya yeye mwenyewe binafsi mchezaji. Lakini kwa bao la leo ambalo Mbeya City wamepata ni kukosekana kwa mawasiliano kati ya walinzi wawili. Kwa hiyo ni issue ya kitimu zaidi. Kwa sababu hii ni kwanza lazima tujue kwamba hii ni partnership mpya ambayo haina michezo mingi, japo walishai kucheza hata mwanzoni mwa msimu. Kuna mechi ambayo Shemaloni alikosekana, akacheza Shamu Karabu pamoja na Abdul Razak Hamza. Lakini hata kwenye michuano ya shirikisho wamecheza dhidi ya Al-Masri, mechi ya kwanza wakafungwa magoli mawili, ambapo ukiangalia katika yale magoli mawili hayakuwa makosa ya walinzi, yalikuwa ni makosa ya goalkeeper ambao walifungwa kule Misri. Lakini performance yao ilikuwa bora kwenye mchezo ambao walikuja kushinda 2-2 katika uwanja wa Benjamin Mkapa. Leo hii wao ndo wamefanya makosa ya kutokuwa na mawasiliano. Kwa hatuwezi kusema moja kwa moja kwamba safu nzima ya ulinzi ina mapungufu, lakini wanacheza vizuri na ni leo tu ambavyo wamekosa mawasiliano na wamekutana na mshambuliaji bora ambaye ana experience pia na ligi. Mudathiri Saidi amecheza Ihefu, amecheza Tanzania Prisons, amecheza Coastal Union. Kwa hiyo anaijua vizuri ligi yetu, ana uzoefu na anajiamini. Kwa mchezaji kama yule ilikuwa ni rahisi kutumia tu ule mwanya na kufunga. Sawa, ni wakati wa kwenda kutoa pesa mara hii, kuchezesha draw ya kwanza kutoka pale kwa